Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Tanzania inatawala muziki wa Afrika Mashariki kutokana na ushawishi mkubwa wa wasanii wake kimataifa, ubora wa uzalishaji wa Bongo Flava na utamaduni imara wa burudani. Diamond Platnumz na wengine wanatawala chati huku wakiwa na ushawishi mkubwa. Muziki wa Tanzania unajipambanua kwa matumizi ya lugha adhimu ya Kiswahili, midundo ya kipekee ya Bongo Flava na mchanganyiko wa taarabu. Tofauti na majirani zake Kenya na Uganda, muziki wa Tanzania unaangazia sana simulizi na hadithi na mahadhi ya asili yanayochanganywa na muziki wa kisasa na ushawishi wa utamaduni wa pwani. Yajue mambo 10 yanayoifanya Tanzania kuongoza kwa muziki Afrika Mashariki. Mmoja ni Diamond Platnumz. Msanii huyu ni nguzo kuu ya muziki, akiongoza kwa kuwa na wafuasi wengi na tuzo nyingi. Diamond Platnumz au Nasibu Abdul ni mwimbaji, mtunzi, densa na mfanyabiashara mashuhuri kutoka Tanzania anayefahamika kama mfalme wa Bongo Flava na msanii mwenye ushawishi mkubwa zaidi Afrika Mashariki. Amefanikiwa kuvunja rekodi ya kimataifa ikiwa ni pamoja na kufikisha wafuasi zaidi ya milioni 10 YouTube na kuanzisha lebo yake ya muziki ya WCB Wasafi. Sababu ya pili inayowafanya Watanzania kuongoza kwa muziki Afrika Mashariki ni kuwepo kwa Bongo Flava. Mtindo huu wa kipekee wenye mvuto unaokubalika kote Afrika Mashariki. Aina hii ya muziki ni mchanganyiko wa hip hop, R&B, Afrobeat, ikiwa ni sauti tofauti kabisa na gengetoni ya Kenya pamoja na dancehall ya Uganda. Bongo Flava ni ya kipekee kutokana na mchanganyiko wa mahadhi ya Afropop, singeli na midundo ya kisasa ikitumia lugha adhimu ya Kiswahili kusimulia maisha ya kila siku. Upekee wake unatokana na utamaduni wa Tanzania, uwezo wa kuzalisha melody tamu na ushawishi mkubwa wa muziki huu ndani ya Afrika Mashariki. Mambo ya kipekee zaidi ni mchanganyiko wa aina. Muziki huu unachanganya Afropop na midundo ya kisasa ya kimataifa, lugha na utamaduni. Matumizi ya lugha ya Kiswahili inayobainisha utamaduni wa Tanzania. Ubunifu wa sauti. Wasanii wanazidi kuibuka na mitindo mipya sauti ya uimbaji wa muziki. Ushawishi wa singeli. Wimbi jipya la muziki wa singeli unaoleta ladha ya kipekee katika nchi ya Tanzania na kila kona katika nchi ya Tanzania. Melody tamu. Wasanii wapya wanaingia na melody za kuvutia na mashairi yenye kuvutia kwa wasikilizaji pamoja na watazamaji. Sababu ya tatu inayoifanya Tanzania kuongoza kwa muziki Afrika Mashariki ni pamoja na kuwa na wasanii wenye ushawishi. Tanzania ina wasanii wengi wenye ushawishi wakiongozwa na majina makubwa kama Diamond Platnumz, Alikiba, Harmonize ambao utawala orodha ya mirabaha ya mitandao ya kijamii. Hapa kuna baadhi ya wasanii wenye ushawishi mkubwa Tanzania. Wasanii wanaoongoza kwa mirabaha: Kosota, Alikiba, AY, Ibra, Harmonize, Diamond Platnumz, Mwana FA, Professor Jay, Darasa, Juma Jux pamoja na Jay Melody. Ushawishi wa mitandaoni au kwenye muziki. Diamond Platnumz anatambulika kama msanii wa kipekee wa kimataifa Afrika Mashariki. Wasanii wengine ni pamoja na Zuchu, Nandy na wasanii wanaoimba singeli. Sababu ya 4 inayowafanya Watanzania kuongoza kwa muziki Afrika Mashariki ni pamoja na uwekezaji kwenye video. Wasanii wa Tanzania wanawekeza sana kwenye video bora ili kushindana kimataifa, kuongeza ushawishi na umaarufu, kuzalisha mapato zaidi na kukidhi matakwa ya mashabiki wanaofurahia uhalisia wa picha. Ubora wa video huongeza kudumu kwa wimbo na kuvutia wadhamini na chapa mbalimbali. Mambo muhimu yanayosababisha uwekezaji huo ni pamoja na kuteka soko la kimataifa. Video nzuri ni muhimu kupenya kwa masoko ya nje ya Tanzania na Afrika Mashariki. Ushindani wa chapa, yani brands. Video bora huongeza uwezekano wa wasanii kupata mikataba na wadhamini. Mabadiliko ya teknolojia. Matumizi ya majukwaa kama YouTube yanahitaji video bora na zinazovutia zaidi kwa watazamaji. Sababu ya 5 inayowafanya Watanzania kuongoza kwa muziki Afrika Mashariki ni wingi wa wasanii. Tanzania ina idadi kubwa ya wasanii hasa katika tasnia ya muziki wa Bongo Flava na sanaa ya maonyesho, huku muziki ukizidi kushika kasi na kuwa na wasikilizaji wengi. Ongezeko hili linatokana na vijana wengi kuvutiwa na sanaa na kuufanya muziki kama ajira, ushindani mkubwa na ushawishi wa mitandao ya kijamii. Hapa kuna mambo muhimu ya kujifunza kuhusu wingi wa wasanii nchini Tanzania. Ukuaji wa Bongo Flava. Tasnia inakuwa kwa kasi huku wasanii wengi wakijitokeza na kufanya kazi kulingana na mijadala ya Instagram na tafiti za muziki. Jambo la 6 linalowafanya Watanzania kuongoza kwa muziki Afrika Mashariki ni chapa au branding. Wasanii wa Tanzania wanajua kujibrandi na kupata umaarufu kimataifa. Chapa ya muziki Tanzania kwa sasa inapaa kimataifa ikitawaliwa na Bongo Flava kama bidhaa kuu, huku singeli ikipata umaarufu mkubwa. Wasanii kama Diamond Platnumz, Harmonize wanaongoza kwa tuzo,
mauzo na matamasha ya kimataifa, wakichanganya mdundo wa asili na utamaduni wa kisasa. Mambo muhimu ya chapa ya muziki Tanzania. Bongo Flava bado ni aina maarufu ya muziki inayojulikana zaidi ndani na nje ya nchi. Singeli, muziki huu wa Kiswahili umekuwa aina ya muziki uliotawala tangu mwaka 2020, ukionyesha utamaduni wa kipekee wa Dar es Salaam. Ukuaji wa kimataifa. Muziki wa Tanzania unazidi kupenya soko la kimataifa, huku wasanii wakiwa na ushawishi mkubwa Afrika pamoja na dunia. Mchanganyiko wa mitindo. Wasanii wanachanganya mitindo ya kitamaduni kama zouk, ngoma na taarabu na muziki wa kisasa. Jambo la 7 linalowafanya Watanzania kuongoza kwa muziki Afrika Mashariki ni ushirikiano au collaboration. Wasanii wa Tanzania wanashirikiana na wasanii wa nje kupitia nyimbo za pamoja, yani korabo, video za muziki na matamasha ya kimataifa. Hii inawasaidia kuvuka mipaka na kupata mashabiki wapya. Mbinu kuu wanazozitumia ni kolabo za kimataifa, kushirikiana na wasanii wakubwa kutoka Marekani, Nigeria na sehemu zingine. Uwekezaji wa video bora. Utengenezaji wa video bora wa juu zaidi unaopendwa na mashabiki kutoka nje. Matamasha. Kushiriki matamasha makubwa yanayokutanisha wasanii mbalimbali wa kimataifa. Mbinu hizi huimarisha tasnia ya muziki Tanzania. Mfano kama Diamond Platnumz, Alikiba wamejijengea heshima kubwa kimataifa kutokana na kujizolea mashabiki wengi. Jambo la 8 linalowafanya Watanzania kuongoza kwa muziki Tanzania ni uwezo wa kutumbuiza. Wasanii wa Tanzania hasa wa Bongo Flava kama Diamond Platnumz pamoja na Alikiba wanatajwa kuongoza kwa uwezo wa kutumbuiza na kutawala soko la muziki Afrika Mashariki, wakijizolea umaarufu mkubwa kupitia YouTube na tuzo mbalimbali. Wanawekeza sana katika maonyesho ya jukwaa na ubora wa video, jambo linalowafanya wasanii wengi wa Kenya kuwapa nafasi zaidi kuliko wasanii wao. Wanasifiwa kwa uwezo mkubwa wa kufanya maonyesho ya moja kwa moja, yani live performance, ambapo huwavutia mashabiki wengi. Jambo la 9 linalowafanya Watanzania kuongoza zaidi kwa muziki Tanzania ni ukuaji wa teknolojia. Teknolojia imewapa wasanii wa Tanzania faida kubwa, ikiwemo ufikiaji mpana wa soko la kimataifa kupitia majukwaa ya kidijitali kama YouTube na Spotify, kurahisisha usambazaji wa kazi na kuboresha ubora wa kazi, na kutumia vifaa vya kisasa pia imewezesha kuingiza kipato zaidi na kukuza ubunifu. Teknolojia ya kidijitali kama vile uchoraji wa 3D na programu za uhariri inaruhusu wasanii kuunda kazi bora kwa gharama nafuu ukilinganisha na mbinu zilizokuwa zikitumika zamani. Masoko ya mitandao ya kijamii. Kutumia majukwaa kama Instagram, TikTok pamoja na Twitter kuuza kazi zao, kumejenga chapa zao na kuingiliana moja kwa moja na mashabiki wao. Ubunifu na majaribio. Ubunifu na majaribio. Wasanii wana uwezo wa kujaribu mitindo mbalimbali na kufanya masahihisho yasiyo na kikomo, ambapo imekuwa ikichochea ubunifu. Matumizi ya majukwaa ya kidijitali kama Spotify pamoja na YouTube imeongeza usambazaji wa kazi. Jambo la 10 ni utamaduni wa muziki. Muziki umejikita katika maisha ya kila siku ya Watanzania, jambo linaloifanya tasnia ya muziki Tanzania kukua kila kunapokucha.